mabosi wangu wa ukweli ya maana na mabosi wa ukweli, alafu pia kuna mabosi uchwara ila mabosi uchwara nina ushauri kwenu, ila baadaye, baada ya kuongea na mabosi wa ukweli. Ya mabosi wa ukweli bwana, karibuni sana. Sisi taasisi yetu tunawauzia mfumo ambao unamsimamia dada kwa mwaka mzima kuhakikisha kwamba anatoa huduma nzuri. Kwa hiyo unapotupigia simu, sisi tunakupa mahitaji ya soko la sasa hivi la wadada wa kazi. Tunajua kuna yale mazoea ya wale wadada wa zamani, yale tuliozoea, wadada wa kazi huwa mishahara yao ni kawaida tu 50,000 60,000, lakini hao ni wadada ambao uwezo wao ni mdogo sana kwenye kazi. Kwa hiyo sisi tuna miaka zaidi ya 15 toka tumeanza kutoa hii huduma, na research zetu zikatuonyesha kwamba ili tuweze kukabiliana na mahitaji ya mabosi mnayotaka kwa wadada wa kazi, itabidi twende tutafute watu wengine wenye uwezo. Sasa hawa watu wenye uwezo lazima uwalipe vizuri. Kwa kuwa naongea na mabosi ambao mko very smart, mnajua vitu vizuri, siku zote ni gharama, mnanielewa vizuri kabisa kwamba huwezi ukapata eti dada ambaye anatoa huduma vizuri kwa gharama zile zile kwa sababu tu ni dada wa kazi za ndani. Hapana. Kwa hiyo kuna hao professional ni wadada wataalamu, either wana ujuzi wa malezi au masuala ya housekeeping, usafi, au masuala ya mapishi. Kwa hiyo huyu analipwa 500,000 kwa mwezi. Alafu tuna smart dada ambaye huyu hajasomea utaalamu wowote, kwa maana sio professional, lakini kwa sababu ana akili. Smart ni watu wenye akili, wenye uwezo, wamesoma tu vitu vingine mbalimbali. Kwa hiyo ni rahisi unapomwelekeza vitu kuelewa na kujiongeza na kujisimamia. Hao ndio wanaitwa smart dada, mishahara yao ni 300,000. Sasa wale loko dada ambao huko baadaye tunafikiria kuja kuachana nao kabisa, wale wanalipwa 1,500,000, lakini ni watu wa kuelekeza, ni watu wa kufundisha, ni watu wa kusimamia. Kwa hiyo habari ndio hiyo. Sasa wale mabosi uchwara mabosi uchwara ambao anakuambia 1,500,000 bado nimsimamie, sijui nimwelekeze, sijui nini. 1,500,000 kwetu sisi ndio traditional, ndio local dada. Okay, na unatakiwa umsimamie, umwelekeze na umfundishe hivyo. Sasa mimi na ushauri kwenu nyie mabosi uchwara, na ushauri, ukiwa unaona 1,500,000 ni hela nyingi, ukiwa unaona ni hela nyingi, jaribu yaani kama unajisikia kabisa 1,500,000 ni hela nyingi, jaribu kuongeza maarifa, alafu omba hekima ya Mungu ikusaidie, ili na wewe ufikie stage hiyo 1,500,000 uione ni kitu cha kawaida. Yaani huo ndio ushauri wangu. Kwa nini? Kwa sababu kuna watu wana hela. Kuna watu wana hela kama ulivyoona mabosi, na bosi hapa ana mtoto mmoja tu, alafu ameajiri professional 2. Sasa hebu ujiulize, kama kuna mtu mmoja ana mtoto mmoja, anaajiri professional wa malezi, anaajiri na professional wa mapishi, hebu jaribu kusema mimi vipi Mungu, yaani omba Mungu hivi, Mungu naomba kabla sijaondoka hapa duniani, hebu na mimi nibariki hebu na mimi nibariki, nipe hekima kama Suleiman alivyoomba, Mungu naomba unipe hekima. Alafu Mungu atakuongezea na utajiri. Maana hayo ndio maombi yangu mimi, kwa sababu nilitoka kazi za ndani, nilikuwa nalipwa 5,000. Kwa maisha yangu ya sasa namshukuru Mungu sana, lakini siachi kuomba hekima ya Mungu. Namuomba Mungu hekima, na ninajua atanibariki zaidi kama alivyombariki Suleiman, kwamba kwa kuwa aliomba maarifa na hekima, Mungu akamwambia basi na utajiri nitakupa. Basi hebu na wewe hayo yawe ndio maombi yako. Ukiona kitu ni ghali, rudi kwenye magoti, muombe Mungu azidi kupa maarifa, akupe hekima na akubariki, kwamba kabla na wewe hujaondoka hapa duniani, na wewe upate maisha fulani, na wewe upate baraka fulani. Na hiyo tabia ya kwenda kwenye platform za watu
na kuanza kusema, yaani dada wa 1,500,000 mimi sijui nianze kumfundisha, sijui nifanye nini. Yaani wewe 1,500,000 unaona ni milioni 150 au unaona ni bilioni ngapi? Hiyo ni tabia hizo ni akili za kimaskini ambazo unazionyesha. Umeona, unajianika yani, kwa kifupi. Ndio maana nikaita mabosi uchwara. Mabosi uchwara ni mtu ambaye yani kama kitu huna uwezo nacho, basi meza baki nacho wewe, sema mimi sina uwezo, unamwombe Mungu akupe uwezo, lakini sio unaenda pale unajianika kwamba hizi ni hela nyingi. Hela nyingi kwa nani? Kwako. Lakini kuna watu wana hela, kuna watu wanazo. Na mimi hapa nawapa mfano tu. Nyinyi mmeona huu mradi ulianza unatoa wadada wa laki zamani. Ilikuwa kupata dada laki na mshahara wa dada ni laki. Lakini sasa hivi huyu bosi ambaye tumempa professional wawili katulipa sisi gharama zetu milioni 4 express. Wale ambao mmeshajaribu kupiga simu mnajua kupata dada kwa kusubiri wiki 8 au usubiri siku 7 ambayo ni express, au usubiri premium ya siku 2 ambayo unalipa zaidi. Kwa hiyo sisemi kwa kujivuna, nasema kwamba kuna viwango ambavyo unaweza ukaenda. Muombe Mungu akupe hekima, akupe maarifa na akubariki, kwa sababu hao wateja mimi huwa namtegemea Mungu aniletea hao wateja kabisa kabisa, na nahakikisha kwamba kazi ninayoifanya ni kazi ambayo ni safi mbele za Mungu. Alafu namwambia Mungu, kwa neno lako wateja watakuja, na wanakuja, si ndio? Hao mtu anaagiza professional wawili na anakulipa hela nzuri tu. Hao watu wawili zamani tulikuwa tunalipwa 200,000, lakini sasa hivi mtu anakulipa milioni 4. Kwa hiyo ni hapa kichwani. Muombe Mungu akupanue maarifa, apanue akili zako, apanue uwepo wako. Kwa mimi hatua hii ni kubwa kwa mimi, kwa sababu mimi sijilinganishi na mtu. Mimi najilinganisha na mimi ambaye nilikuwa nafanya kazi za ndani. Kwa hiyo nikiangalia kama Joyce Kiria nilikuwa nalipwa 5,000 kwa mwezi kazi za ndani, leo hii nina biashara ambayo Mungu ananipa wateja, mteja ambaye anakupa hela yote hiyo. Kwa nini usishukuru? Kwa nini sione ni hatua kubwa? Kwa hiyo sasa kama kuna vitu ambavyo naona ni ghali, ni expensive, sio uwezo wangu, mimi narudi tu kwa Mungu, namwambia Mungu, naomba uzidi kunipa maarifa, nipe hekima, na naomba unibariki. Bariki kazi ya mikono yangu. Nimemaliza, naendelea kufanya kazi. Sio nakaa nafanya kazi. Naona kama hivi nasoma theology kwa sababu niligundua kwamba watu wengi wanataka wadada wenye maadili na hofu ya Mungu. Kwa nini? Kwa nini? Yaani hapo baada ya kujiuliza na kumwomba Mungu sana, nikapata maono ya kwenda shule, kwamba sasa nisome theolojia ili niweze kuwafundisha maadili sawasawa na neno la Mungu. Ndio maana nikaenda kusoma theolojia. Mimi sitarajii kuja kwa sijui kuanzisha kanisa sijui kitu gani. Kanisa langu ni hili Wadada Center, lakini na wanawake live training, kwa sababu sasa hivi na kwenda kwenye hizi training kama nilivyokushasema. Tuna vijana ambao wanamaliza vyuo wanakuja mtaani, ndio hao magabeji, hawana lolote, wanalalamikia tu serikali. Lakini kupitia hii ramani ya maisha yangu from zero to hero, na ninacho cha kuwafundisha vijana, badala ya kuja mtaani na kulalamika, wanapaswa waje wakiwa wanakuja kutatua matatizo, na wanaanza wanaanza chini, wanaanza mafanikio yaanzie juu, wawe na ujasiri wa kuanzia chini. Kwa hiyo sasa hivi nina hizo training, nimejielekeza sasa kwenye kutoa training, lakini ambazo zitakuwa zinaongozwa zaidi na kanuni za Mungu, maadili na nidhamu, ambayo yanabezi kwenye kanuni za kimungu. Umeona, hata Wadada Center yenyewe nafikiri wanaofuatilia wameshaelewa, wameshaona mwelekeo. Nachowafundisha sana sana sana, pamoja na ujuzi, lakini maadili ya kimungu ni muhimu. Hayo ndio huo ndio msingi, huo ndio msingi ambao hautikisiki. Lakini ukiangalia wadada wengi wanaoluzi, wanaokosa kazi, wanaokosa dhamana zao, wanao nini, ni foundation ambayo wanakosa ni maadili mazuri. Kwa hiyo mwache kujianikaanika. Kwa hiyo gali
Kwa hiyo nasisitiza tena, acha kujianika na fikra zako za kimaskini, ukidhani labda unamharibia mtu biashara kwa kusema kwamba hivi vitu ni ghali, yaani hawa dada ni ghali, gharama zao ni kubwa. Wewe ni kubwa kichwani kwako, ni kubwa kwenye fikra zako, lakini kwenye hii dunia hakuna kitu cha ghali. Ni wewe jinsi unavyojiposition katika dunia hii. Kuna watu wana mavitu ya hela nyingi vibaya mno, na kwao ni kawaida. Hizi hela tunazotaja hapa kwa wengine ni tipu. Sijui unajua tipu manake nini? Yaani kwa mtu mwingine hiyo 1.5 ni hela anayompa mtu kama tipu, anampa mtu kama zawadi. Hiyo 500 unayoona hapa ya professional dada, kuna mtu mwingine hiyo ananunulia champagne, anakunywa, yaani na hayo ni maisha yake ya kila siku. Yaani champagne yake inauzwa 500 hata na zaidi. Kwa hiyo kuna watu wana hela, yaani wewe achana na hiyo sumu, yaani huo umaskini. Unajua neno la Mungu linasema vita zetu sio za damu na nyama, ni vita za fikra, falme na mamlaka. Ukiona unaona sijui kitu fulani ni ghali, unaapa. Yaani pambana, tafuta maarifa, muombe Mungu ili uweze kutoka kwenye hiyo hatua. Mimi namshukuru Mungu, hatua niliyofika huko, kama nilivyosema, huko nyuma nilikotoka ni mbali sana kufika nilipofika, na bado naendelea kumwomba Mungu niendelee kuona. Ndio maana nasema nikitaja hapa, naona mbele tukiwa na wadada wa 1,000,000, wadada wa 2,000,000 wanalipwa hivyo, ili watu waithamini hii kazi. Wewe unafikiri kwa nini kila mtu anakimbilia kwenye siasa, anakimbilia kwenye nini? Kwa sababu kule anaona kuna hela. Kwa hiyo sisi tutakapo, ingawaje kwenye kazi za ndani, imagine hao watu wanatupikia, wanakaa na watoto wetu, familia zetu na mali zetu, lakini hatuweki investment, hatuwekezi. Tunaona eti wana deserve tu vile vidogo vidogo. Tutakapowekeza, dada wa kazi akaanza kulipwa milioni, 1,200,000, utaona kwanza watakuja watu wa maana sana kufanya hizi kazi, na utaona namna ambavyo zitaheshimika sana, kama karia zingine zinavyoheshimika. Sasa hayo ndio maono yangu mimi, lakini naendelea kumwomba Mungu anipe courage, maana inahitaji ujasiri. Hata mwanzoni wakati tunaanza kufikiria wadada 500,000, 300,000, hapa kidogo tulikuwa kuna vita ya kifikra ilikuwa kali sana, kwamba inawezekana mtu amlipe dada 500,000, lakini mbona kumbe ni simple. Tena mtu anaagiza wadada 2 500,000 analipa. Kuna watu hapo wamesema kuna watu wana hela. Yes, kuna watu wana hela, na wewe pia unaweza ukazipata. Hata mimi naamini naweza kuzipata, naamini kabisa, lakini lazima tupambane na fikra zetu, falme na mamlaka lazima, ili tuweze kukubaliana kwamba na hichi kitu kumbe kinawezekana, ni hapa. Kwa hiyo ukiona kitu ni ghali ni hapa, ukiona kitu ni cheap ni hapa. Kwa hiyo huo ndio ulikuwa ujumbe wangu kwa mabosi uchwara, nyinyi ambao mna midomo, nikitangaza kozi zangu mna kazi ya kuzikebei, mnaona eti ni ghali. Ni ghali kwenu, ni ghali kwenu sio kwa kila mtu. Eti kozi 500,000, nimesema tena 500,000, kuna mtu ananywea mvinyo tu 500,000 inaisha, na ndio maisha yake ya kila siku. Dada sijui professional 500,000, unacheka, unaona kama vile hicho kitu hakipo. Haya, watu wapo wana maprofessional wawili na wana mtoto mmoja tu. Kwa hiyo ndugu yangu, acha kujianika, acha kuanika umaskini wako. Unaona vitu ghali, kaa chini, muombe Mungu akupe hekima, akupe maarifa, na utafute, sio tu akupe, na wewe uyatafute, kwa sababu maarifa hayaji tu kwa kukaa. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa kwa sababu hatuyataki, na tunaambiwa kwa kuwa umekataa maarifa utabaki hapo hapo. Ndio maana unabaki na mafikra yako ya umaskini, kwa sababu hutaki kutafuta maarifa yatakayokufunua mwanga kichwani uweze kuona kumbe kuna hii dunia. Mimi baada ya kutoka kwenye wale wadada wa 1,00,000, sasa hivi niko kwenye wale wadada 500,000, 300,000, na focus yetu ni hiyo, kwamba hawa waloko tuwaondoe kabisa, si tubaki na professional smart na mishahara yao ipande. Smart hiyo 500,000, professional 1,000,000. Hiyo ndio stage tunayokwenda. Na ukifika unashangaa, kumbe kuna dunia hii. Sisi tulivyokuwa kule kwa laki tulikuwa tunaona huku kweli kunawezekana, lakini kumewezekana. Kwa hiyo sasa hivi ndio tuko kwenye vita, tunapambana kwenda kwenye 500,000, 1,000,000. Smart 500,000, professional 1,000,000. Hiyo dunia ipo na watu wana hizo hela.
na ni hela ambazo wao kila siku wanafanyia starehe. Watu hata wanawake wangapi wanaenda huko wanaweka mawigi ya milioni 2, milioni 3, milioni ngapi Kwa hiyo ni vile tu tumeprioritize vitu vingine, tunawekeza mahela kwenye vitu vingine vya ajabu ajabu, lakini watu ambao wanatupikia, watu ambao wanaangalia watoto wetu, watu ambao wanaangalia familia zetu, watu wanaoangalia asset zetu za ukweli, kwa sababu asset ya ukweli ni familia, watoto na familia yako. Hapo ndipo yani hapo ndipo mioyo yetu ilipo, si ndio? Biblia inasema hazina yako ilipo ndio nini. Kwa hiyo sisi tunajaribu kuleta hayo mapinduzi. Tunaamini kabisa kuna hatua tumepiga, lakini tutapiga hatua kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa wale uchwara wale mnaopendaga kukebei, naomba tu niwatangazie, nikikuta upuuzi na kublokia mbali, hakuna sababu, kwa sababu mimi sitafuti followers, sitafuti likes, sitafuti comment. Mimi natafuta business, na business ninao hao wateja. Si mmesikia na wateja professional wawili hao ndio, na hao hawajanifollow, hawa comment, hawa like. Watu wenye hela zao hawanifollow, hawa comment, hawa like. They don't need to. Anakuja tu anasikiliza, kama kitu kina make sense anapiga simu, anatuma hela, period. Hao ndio watu ambao mimi nataka kuconnect nao. Hii biashara sijui ya comment, like, sijui vitu gani, no, I'm not interested. Kwa hiyo nikikuta unaongea ushuzi hapa, upumbavu, ujinga, najua kabisa wewe you're not my customer. Why should I? Kwa nini kuache? Kwa nini nikubakishe na kupotelezea mbali huko? Futilia mbali, blokia huko, futa, flashi. Kwa hiyo ndio hivyo, sitaki kabisa watu wa kuniletea akili zenu za kimaskini, sitaki. Nataka watu ambao wanaweza kufanya biashara na mimi, hawa wachache ambao hawatanikausha uzazi, hawataniita tapeli, hawata nini. Watu wenye hela wanaga mambo mengi, hawana shida kabisa. Lakini hivi vijitu ambavyo havina hela hivi, yaani dakika moja tu, changamoto kidogo tu, utaisikia unaitwa tapeli. Umemtapeli nini? Hakuna. Basi tu ni changamoto, mtu mwenyewe anapambana na matraditional yenyewe ndio haya, hajielewe, hajitambui, alafu mtu aje tena akuite tapeli. Kwa hiyo ndio hivyo. Ujumbe wenu mmepata mabosi uchwara kwa sababu na nyinyi mna tabia mbaya, mna tabia chafu, mnapenda biashara za watu kuzishusha, kuziwekea midomo michafu kwa nia zenu mbaya, kwa sababu unaona kabisa dhamira yake ni ili labda nisipate mteja. Lakini wewe sio Mungu. Mungu ndio anagawa riziki sio wewe. Kwa hiyo kwa kuwa hakuna binadamu anayegawa riziki, mimi huwa sishtuki. Maana na huyo mwingine kasema unaharibu wadada, sijui nini, ndio maana una maadui wengi. Na maadui? Yesu mwenyewe alikuwa na maadui. Mimi nani? Hapa tunapambana. Haya ni mapambano ya falme mbili, wa giza na wa nuru. Kwa hiyo mimi adui yangu ni ufalme wa giza, huyo ndio adui yangu. So yani wewe ni kitu, hiyo ni habari mpya. Yesu alikuwa nao na alisema kwa kuwa yeye aliwapata hao maadui, sisi ambao ni wafuasi wake maadui tutakuwa nao. Hizo ni kitu cha kuniambia, kitu cha kunishangaza mimi, wakati najua niko kwenye mapambano. Haya ni mapambano. Fikra za kimaskini ni mapambano. Watu wako kwenye umaskini, wamefungwa kwenye umaskini, ni mapambano, ni maadui. Kwa hiyo napigana na maadui, of course. Unaharibu wadada, nitawaharibu kweli kweli. Kaa hapo, kama ni movie, yani mpaka hapa ulichokiona ni trailer. Kanunue popcorn, ukae mkao wa kula, mkao wa kuangalia movie yenyewe inakuja. Haya jamani, nimemaliza. Namalizia tu kwa kusema mtumie mawasiliano ya simu sasa kupata huduma. Kwenye Instagram nimeweka automation ya kureply message, lakini ile message yani ni message tumeitengeneza, huwa inakupa automatic reply, inakuelekeza unataka huduma hii, wasiliana na namba hizi na hizi na hizi. Sasa wewe usijibu pale pale. Ukijibu pale hakuna wakujibu. Mimi nakuja kusoma sio baada ya siku ngapi. Nyingine hata naweza nisizione. Okay? Lakini ukisoma vizuri ule ujumbe kule mwishoni nakupa namba za simu. Tumia namba za simu. Mawasiliano rasmi ni namba za simu. Kwa hiyo tukiwasiliana kwa simu tutapeana huduma vizuri tu, hamna shida. Kwa hiyo jamani, karibuni sana wateja wa ukweli, wale mabosi wa ukweli, na wakaribisha sana. Tuko hapa kwa ajili ya kuwahudumia, tuko hapa kuhakikisha kwamba mnapata viwango vya ubora ya huduma ambayo mnailipia. Watakaozingua na sisi tunawazingua.